Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuza yale yaliyojiri tuliokuandalia katika chumba cha habari. Mimi ni Serenasor, takusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mabalozi watakiwa kuwaunganisha Watanzania wanaoishi katika nchi wanazowakilisha ili waweze kuchangia maendeleo ya taifa. Serikali kuendelea kuweka nguvu katika masuala ya ujenzi wa miundombinu kuchochea ukuaji wa uchumi na uwekezaji. Na katika habari za kimataifa, watu 80 wafariki dunia Jamhuri ya Dominika baada ya paa kuanguka klabuni. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango. Amewasihi mabalozi kuwaunganisha Watanzania wanaoishi katika nchi wanazowakilisha diaspora ili waweze kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uwekezaji mbalimbali. Taarifa zaidi inasomwa na Goodluck Msola. Makamu wa rais ameyasema hayo wakati alipokutana kufanya mazungumzo na balozi wa Tanzania nchini Sweden Balozi Mobare Matinyi pamoja na balozi wa Tanzania nchini Msumbiji Balozi Hamad Hamisa Ahmad. Mazungumzo yaliyofanyika Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, na kueleza kuwa ni muhimu kuwatambua Tanzania kutokana na utaalamu, elimu ama ufanyaji biashara na kuwahimiza kuja kuwekeza nchini. Amewataka mabalozi hao kuwahimiza Watanzania wanaoishi nje ya Tanzania kufuata sheria na taratibu za mataifa husika pamoja na kufanya uwekezaji katika ngazi za familia zao zilizopo hapa nchini, ikiwemo kuwasaidia ndugu zao kupata elimu pamoja na ujenzi wa majengo ya makazi na biashara. Katika nchi ambazo mnakwenda, nina hakika wapo wa Tanzania, na moja ya jukumu la balozi ni kuratibu na kuwaweka karibu diaspora. Nchi nyingine diaspora ina mchango mkubwa sana katika nchi mama walizotoka. Basi na sisi mkawe viunganishi, muweke pamoja, muwasikilize. Saa nyingine nao wana mawazo mazuri juu ya nchi yetu, wengine wanafuatilia kwa karibu sana. Mkawe wepesi kupokea maoni yao na ushauri wao, lakini pia kuwaelekeza namna ya kuwekeza nyumbani. Wanatofautiana, inabidi kuwafahamu. Wengine ni wataalamu ambao wamekwenda kufanya kazi katika nchi hizo, wengine ni wafanya biashara wadogo, wengine ni wanachuo. Kwa ni vema mkawafahamu changamoto zao, lakini mwaelekeze kuwekeza nyumbani, fursa zilizopo. Aidha, amewasisitiza mabalozi wao kuhakikisha wanakuwa na taarifa nyingi na za msingi juu ya maendeleo ya taifa la Tanzania ili kuwa na uwakilishi mzuri katika maeneo yao, hususan katika kutekeleza diplomasia ya uchumi. Ili muweze kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi, ushauri wangu ni kwamba ni vema kila mmoja wenu, waheshimiwa mabalozi, ahakikishe anaondoka na anaendelea kufuatilia pia pale ambapo kunakuwa na mabadiliko, aondoke na takwimu za msingi za maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo, kwa mfano, katika kutekeleza diplomasia ya uchumi, sio wote wanaifahamu Tanzania vizuri huko mwendako. Kwa hiyo mnaweza mkakutana na mwekezaji anawauliza, hivi idadi ya Watanzania mko wangapi? Kwa sababu maana yake ni anajaribu kupima soko likoje. Lakini pia hali ya uchumi wa nchi yetu kwa ujumla ukoje. Sanjari na hayo, amewahimiza kufahamu vema vipaumbele vya taifa, mikakati mbalimbali pamoja na utekelezaji wake, ikiwemo dira ya taifa ya maendeleo, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na mipango ya maendeleo ya miaka 5 na mwaka mmoja. Katika mazungumzo hayo pia amewataka kulitangaza vema taifa la Tanzania ili kuvutia zaidi watalii,
kushirikiana katika masuala ya mazingira ikiwemo udhibiti wa taka na kuvuta wawekezaji katika sekta ya afya. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023-2024 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 kwa mwaka wa 2024-2025. Taarifa zaidi inasomwa studio na Nancy Ibrahim. Amesema ongezeko hilo limetokana na uboreshaji wa bandari zilizo na uwekezaji wa sekta binafsi katika kutoa baadhi ya huduma bandarini. Waziri Mkuu ameyasema hayo alipowasilisha hotuba kuhusu mapito na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, na kusema idadi ya makasha yanayohudumiwa yameongezeka na kufikia 686,515 katika kipindi cha mwezi Julai 2024 hadi Februari 2025 ikilinganishwa na makasha 670,724 iliyohudumiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Aidha, amesema muda wa meli za makasha kusubiri nangani umeondolewa na kwamba kwa sasa meli hufunga gati mara zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa viashiria vya uchumi na bajeti katika mwaka 2024-2025 umeendelea kuwa wa kuridhisha. Katika mwaka 2024, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.5% ikilinganishwa na 5.1% ya mwaka 2023. Ukuaji huo ulitokana na ongezeko kwa uzalishaji wa umeme, uimarishaji wa huduma za jamii, kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi iliyochachua shughuli za kiuchumi, pia kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na kuimarisha kwa sekta ya uchumi. Aidha, sekta zilizokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji katika kipindi cha mrejeo ni pamoja na shughuli za sanaa na burudani kwa 17.1%, fedha na bima 16.3%, na habari na mawasiliano 14.3%. Mheshimiwa Naibu Spika, mfumuko wa bei kwa mwaka 2024 umepungua hadi kufikia wastani wa 3.1% kilinganishwa na wastani wa 3.8% kwa mwaka 2023. Amesema kwa kuzingatia ushindani wa kibiashara uliopo katika ukanda wa Bahari ya Hindi, Tanzania imechukua hatua mahususi ili kufanikisha fursa ya kijiografia la kuwa lango kuu la biashara kwa nchi jirani. Sanjari na hayo, Waziri Mkuu amesema muda kuhudumia meli za mafuta umepungua kutoka siku 10 hadi siku 3. Kuimarika na utoaji wa huduma hizo kumepungua tozo ya meli kusubiri nangani na hivyo kuchangia kupungua gharama za bidhaa kwa Watanzania. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amesema katika kipindi cha Januari hadi Septemba 2024 pato halisi la taifa limekuwa kwa wastani wa 5.5% ikilinganishwa na 5.1% katika kipindi kama hicho mwaka 2023. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefanya ziara ya kutembelea ujenzi wa miradi maendeleo wilayani Ubungo na kuagiza miradi hiyo kujengwa kwa kuzingatia thamani ya fedha ili iwe na viwango stahiki, huku akisisitiza miradi hiyo kukamilika kwa wakati. Taarifa iliyoandaliwa na Mrisho Mapeo na somo studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza baada ya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa jengo la mama na mtoto kwenye kituo cha afya cha Mpiji Magoe, mkuu wa mkoa huo amesema ni muhimu kufanya ujenzi wa miradi unaozingatia thamani ya fedha, miradi inaweza kudumu kwa miaka mingi na ujenzi ukamilike kwa wakati ili kumaliza adha kwa mama na mtoto. Kwa maendeleo unayoyafanya yawe kwenye projection ya miaka mingi mbele. Kwa hiyo ili kumwakilisha vizuri sana Mheshimiwa Rais, tunapaswa kufanya kazi nzuri na kituo hiki, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pamoja na mkurugenzi na meya mlioko hapa, kwa kweli kiishe mapema iwezekanavyo, ili wale watu waliotamkwa na meya na wale watu waliotamkwa na Mheshimiwa Diwani idadi yao watibiwe hapa kwa haraka. Sisi tunatamani sana watu watibiwe kwa haraka. Na Mheshimiwa Rais sasa anachokifanya, miezi michache iliyopita ameajiri madaktari, ameajiri wauguzi, ameajiri manesi, ameajiri watu wa maabara, kaajiri watu wa madawa, kaajiri mabingwa. Wote hawa wanatawanywa katika vituo vya afya, wanatawanywa katika zahanati, wanatawanywa katika mahospitali
ili kwenye mnyororo wa thamani wa uwekezaji wa majengo na uwekezaji wa rasilimali watu viendane na viende vyote kwa pamoja. Akiwa kwenye mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Goba Kulangwa, mkuu wa mkoa amesisitiza suala la ulinzi na usalama, hasa nchi ikiwa inaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo Juma Jafari Nyaigesha amewataka wananchi na wafanyabiashara kutokukwepa kulipa kodi, kwani ndio chanzo cha fedha za ujenzi wa miradi ya maendeleo ikiwemo vituo vya afya, huku mganga mfawidhi wa kituo cha afya Mpiji Magoe Hereswida Cosmas akieleza maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo la mama na mtoto. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa ndipo tunapowaambia wananchi, mnapoona wataalamu wa manispaa wamekuja kwenu kukusanya ushuru, msifunge maduka, kuweni wazi ili watu wakusanye ushuru huo upate kufanya mambo. Neno mapato ya ndani maana yake ni mapato yanayotokana na vyanzo vya mapato vya halmashauri. Vyanzo vya mapato vya halmashauri maana yake ni kukusanya kodi. Huwezi kutekeleza miradi bila kukusanya kodi. Kwa ndio maana nawaambia viongozi wote na wananchi wote, ukiona gari ya halmashauri watoza ushuru kina Zakayo wamekuja, usifunge milango, fungua, watakuelekeza ili mradi tupate ushuru mdogo mdogo uweze kutekeleza mambo. Mradi huu umefikia 85% hadi sasa, na fedha zilizotumika ni shilingi milioni 44,753,978, ikiwa ni gharama ya vifaa vya ujenzi na malipo ya fundi. Kiasi kilichopo kwa sasa ni hela za Kitanzania milioni 170,246 na shilingi 22. Utekelezaji wa mradi huu wa awamu ya 3 upo kwenye hatua umaliziaji, kuweka tiles na upakaji wa rangi unaendelea. Utekelezaji wa mradi huu unatarajia kukamilika mwezi wa 4. Katika ziara hiyo wilayani Ubungo, mkuu wa mkoa Albert Chalamila ametembelea na kukagua mradi wa maji wa Kibamba. Ameweka jiwe la msingi jengo la mama na mtoto kwenye kituo cha afya Mpiji Magoe na kukagua mradi wa shule ya sekondari Goba Kulangwa. Jumla ya wananchi 1715 wamefariki dunia kutokana na matukio 1198 ajali kwa kipindi cha mwaka jana, ikiwa ni mara 1.7 ya kiwango cha kimataifa, huku ikiwa ni juu zaidi ya wastani barani Afrika, ambapo kati ya makosa hayo 97% ni ya kibinadamu, ikiwemo kupuuza alama za barabarani, mwendo kasi na uzembe. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa awamu ya pili ya mradi wa usalama barabarani kwa wanafunzi barani Afrika ujulikanao kama B Road Safe for Africa, unaotekelezwa na kampuni ya Puma na shirika la Amendi, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani kamishna mwandamizi wa polisi William Mkonda amesema katika mwaka 2024 Tanzania imerekodi matukio ya ajali 1735, huku waathirika wakubwa wakiwa ni watoto, hasa wanafunzi. Polisi wa usalama barabarani wanafanya kazi bila kuchoka kutekeleza sheria za usalama barabarani, kuelimisha watumiaji wa barabara na kutekeleza mipango ya kupunguza ajali za vifo na majeruhi zinazotokana na ajali mbalimbali barabarani. Hata hivyo, tunatambua michango ya wadau mbalimbali wa usalama barabarani katika kuzifanya barabara zetu kuendelea kuwa salama. Tunatambua Amendi, tunatambua Puma, michango yao ni mikubwa kwenye kufanya barabara zetu kuendelea kuwa salama. Kwa upande wake, mkurugenzi mkazi wa shirika la Amendi Tanzania Simon Kalolo na mwakilishi wa kampuni ya Puma Tanzania Engineer Lameki Hiliai wamesema awamu ya pili ya mradi huo wa B Road Safe for Africa unatekelezwa kwa mataifa 6 barani Afrika, ambapo pamoja na kutoa mafunzo ya kuvuka salama barabarani kwa wanafunzi, pia utaambatana na mashindano ya kuchora michoro usalama barabarani ili kuongeza ujuzi na maarifa kwa kundi la wanafunzi. Hizo barabarani zimekuwa chanzo cha vifo vya watu takriban milioni 1.3 kwa mwaka, na katika mwaka tunaona ajali na majeruhi wa kufikia watu milioni 50. Hizi ni namba za juu sana, ndugu mgeni rasmi. Kwa hiyo jukumu lilo mbele yetu kama taasisi, kama serikali, kama wadau private sector, Puma Energy Tanzania, kwenye kusimamia na kufanya jitihada zote kupunguza ajali za barabarani nchini ni la kwetu sote, halibaki kwa serikali peke yake. Na ndivyo ndugu mgeni rasmi, tunafahamu kwamba katika ajali hizi kundi linaloathirika zaidi
ni vijana kati ya miaka 29 na kurudi chini mpaka watoto wa miaka 5. Manake kundi hili tunaona kitakwimu duniani kote ndio wanaopata madhara makubwa zaidi ya ajali za barabarani. Tunalenga kuwawezesha watoto wetu kuwa watumiaji salama wa barabara kupitia elimu ya usalama barabarani, shughuli mbalimbali kama vile mashindano ya kuchora, vilabu vya shule vya B Road Safe Africa, mahakama ya watoto na programu nyingine shirikishi tutazitumia katika kujenga ufahamu wa hawa watoto pamoja na walimu wao wakiwa wanavuka barabara. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, umuhimu na jitihada hizi si wa kupuuziwa. Kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi Tanzania kuhusu majeruhi wa ajali za barabarani mwaka 2024, ni 97% ya ajali zilisababishwa na makosa ya kibinadamu, huku uzembe wa kutozingatia alama za barabarani na mwendo kasi zikichangia matukio mengi. Naye Neema Swai, meneja programu kutoka shirika la Amendi, pamoja na afisa elimu mkoa wa Dar es Salaam Bwana Kiando, wamesema mradi huo ni muhimu kwa mkoa huo kutokana na asilimia kubwa wanafunzi waliopo katika mkoa huo kuwa hatarini kugongwa na magari wakati wakienda na kurudi shule. Pamoja na mashindano hayo ya kuchora, tutakuwa pia na klabu ya usalama barabarani kwenye moja ya shule hizi, kama ambavyo kwa kawaida tumekuwa na klabu zetu za usalama barabarani, ambao hawa watapata intense road safety education na watakuwa kama machampion au mabalozi wa usalama barabarani katika shule zao. Lengo ni kuanza kujenga culture ya usalama barabarani kwa watoto. Mradi huo katika awamu ya kwanza umefanikiwa kuwafikia wanafunzi zaidi ya 500 barani Afrika, ambapo umeanza kutolewa mwaka 2023, ambapo wanafunzi 38 waliopo katika shule 20 za Tanzania waliweza kunufaika. Kaya 34 katika wilaya ya Itilima mkoani Simiyu zimekosa makazi pamoja na vyakula na mifugo kusombwa na maji kufuatia mvua iliyonyesha usiku wa April 8 kwa muda wa saa 4 mfululizo. Samira Yusuf kutoka mkoani Simiyu ameandaa taarifa zaidi. Mbali na kukosa vyakula kutokana na kusombwa na maji, kukosa makazi, kilio kingine ni kukosa huduma muhimu ya vyoo. Hofu ya kupata magonjwa ya mlipuko imewatanda wakazi wa Itilima. Baada ya kusikia kishindo, akaja kuangalia watoto. Akakuta watoto wamekaa pembeni mwa kitanda. Matofali yamekaa kwenye kitanda, godoro liko chini, matofali yako juu. Ila bahati nzuri watoto wakawa wako pembeni. Kufikia kwenye saa 5 ikawa kama upepo. Ilipofika kwenye saa 6 hali ikakata ya upepo, mvua ikanyesha kubwa sasa. Baada ya hapo kufikia kwenye saa 7 nikashutukia tu maji yamejaa ndani, na maana yamepita kwenye mlango. Vilikomo chakula, vilikomo vitu mbalimbali, vyombo vyote vilienda na maji, baadhi ya vitu. Chakula kikabaki kidogo kiasi na vyombo vikabaki kiasi. Kwa hiyo vitu vingi sana vilivyokumbwa na maji. Jamii inatakiwa kujenga nyumba imara ambazo zinakuwa na msingi unaoweza kuhimili maji ya mvua ili kuepusha hasara katika misimu ya mvua. Mfano kama ilivyotokea leo katika tukio hili. Kwa hiyo tuna kazi viongozi wa vijiji kuendelea kuhamasisha wananchi wetu waweze kutokana na hali ya kimaisha angarau tofali za broko. Mkuu wa wilaya Itilima Ana Gidalia anasema wapo wanaojenga kwenye mkondo wa maji, huku tathmini ikiendelea kufanyika. Nyumba zilizoathirika tumeziona, mazao yameathirika, mifugo imeathirika, na bado watu wetu wa tathmini wanaendelea kufanya tathmini ya uharibifu juu ya mazao, juu ya mashamba, juu ya nyumba, lakini na juu ya mifugo. Nyumba nyingi zingine zilizobaki zinaonekana bado zina athari kubwa. Tena athari yake inaweza ikawa kubwa zaidi kwa sababu tayari udongo, tofali iliyojengwa ikakaushwa kwa udongo, ikirudi ikipata maji inarudi kwenye hali yake ile ile ya udongo. Maana yake, tafsiri yake, nyumba lazima zitadondoka. Tayari serikali imetenga maeneo ya kuwapokea waliopata changamoto ya nyumba zao kubomoka. Watu ambao hawana nyumba kabisa, lakini kuna wale ambao wanaweza kwenda kwa ndugu na kujiegemeza kwa ndugu. Tuanze kutoka hapa. Kwa hiyo kama serikali tuwatenga maeneo ya gala ambayo iko Isakangwale na ofisi ya kijiji. Watu hawa ambao hawana makazi moja kwa moja waende wahamie kule
Tukifika kule tutajua nini cha kufanya kuliko kusubiri maafa zaidi hapa ambapo mvua ikiongezeka maana yake haya maji yataongezeka. Mtandao wa jinsia nchini TGNP unatarajiwa kufanya utafiti wa 47 kwa ajili ya kuangalia hali ya upatikanaji wa hali ya huduma za kijamii katika maeneo ya pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam, ukiwa ni mkoa wa 20 kufanyika utafiti kama huo ambao umechangia uanzishaji wa vituo 82 vya taarifa na maafa ili kuhamasisha ushiriki kwa wananchi katika kujiletea maendeleo. Goodluck Msola ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mafunzo maalum ya jinsi ya kufanya utafiti huo kwa wenye viti 25 wa vituo vya taarifa na maarifa kutoka kata mbalimbali za halmashauri za jiji la Dar es Salaam, mtaalamu wa mafunzo kutoka mtandao wa jinsia nchini TGNP Ana Sangai amesema utafiti huo utaanza hivi karibuni, ambapo maeneo yatakayoangaziwa ni pamoja na upatikanaji wa huduma za msingi za kijamii ikiwemo huduma ya maji safi, elimu pamoja na afya. Malengo ya utafiti kama nilivyosema ni kutumia mbinu shirikishi kwa jamii ili waweze kwanza kubainisha changamoto walizonazo, pili waweze kufanya uchambuzi wa changamoto hizo, na tatu waweze kupendekeza mbinu za kuweza kutatua hizo changamoto wakishirikiana na viongozi wao kwa kuhakikisha kwamba kuna bajeti ya kutosha imetengwa ili kuweza kutatua hizo changamoto. Kwa upande wake mtoa mafunzo Scholastica Makwai amesema ni ya mtandao wa jinsia nchini TGNP kutoa mafunzo hayo ni kujenga jamii shirikishi itakayoweza kutumia rasilimali walizonazo katika kuleta maendeleo pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili. Najaribu kwenda na mtazamo au tunaenda na msisitizo wa kutumia kile ambacho unacho kwa kuanza nacho kutatua changamoto za maisha yako, and then hata anapokuja mtu mwingine kama ni serikali basi wakute umeshaanza. Kwa sababu kwa mazoea tumekuwa na utaratibu wa mara nyingi kama wananchi tunakuwa tunalalamika sana, yani kusema kwamba serikali haijafanya hivi, kiongozi wetu hajafanya hivi na hivi. Lakini sisi tunazungumza na tunajaribu kuona na kukubaliana namna gani sisi kama wananchi au wao kama wananchi katika maeneo yao namna gani wanaweza wakaanza kutumia kile walicho nacho. Kwa mfano kama changamoto yao labda ni zahanati au changamoto yao ni shuleni hakuna darasa, basi wao kama wananchi wana nini ambacho wanaweza kuanza nacho kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Aidha ni kukubaliana, kuchangia nguvu kazi, kuchangia pesa kidogo, and then ndio serikali ijazie hapo. Nao baadhi ya wenyeviti wa vituo vya taarifa na maarifa kutoka kata ya Salanga na Kivule wamesema kupitia tafiti hizo zimeweza kuwasaidia kufanikisha kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia pamoja na kuongeza upatikanaji wa huduma za kijamii, huku akishukuru TGNP kwa kuongeza kiwango cha wananchi kuelewa na kutambua haki zao. Mafunzo hayo ni ya siku 3, huku maeneo ambayo yameguswa ni pamoja na Kivule, Chanika, Msigani, Salanga, Magwepande pamoja na maeneo mengine yaliyopo pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam, ikiwa ni programu ya TGNP ya kuwezesha vituo vya taarifa na maarifa kuweza kupigania bajeti za mlengo wa kijinsia. Mkuu wa wilaya ya Songea Wilman Kapenjama Ndile ametoa wito kwa serikali na jamii kutenga maeneo ya ardhi kwa ajili ya vyombo vya ulinzi na usalama nchini ili yatumike kwa uwekezaji wa miradi ya maendeleo, kiuchumi na uhifadhi. Mwanahabari wetu Innocent Horomo anaripoti kutoka mkoani Ruvuma. Kapenjama ametoa wito huu alipomwakilisha mkuu wa mkoa wa Ruvuma katika hafla ya kufunga mafunzo ya awali ya kijeshi ya vijana wa kujitolea operation miaka 60 ya muungano yaliyofanyika katika kikosi cha jeshi 842 JKT Mlale kilichopo halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Amesema dhana mojawapo ya jeshi la kujenga taifa ni uanzishwaji wa miradi mbalimbali ya kiuchumi ikiwemo kilimo na ufugaji inayowasaidia vijana waliopo kwenye mafunzo kupata elimu ya kujitegemea. Amesema ili kutimiza lengo hilo serikali na jamii inapaswa kutenga maeneo ya ardhi kwa ajili ya vyombo vya usalama nchini yatakayosaidia katika kukuza uchumi na uhifadhi wa ardhi. Vikosi vyote vya jeshi la kujenga taifa tulivyo navyo katika Tanzania, maeneo yote ni yale yale ambayo yalianzishwa miaka hiyo. Jeshi la kujenga taifa lazima sasa litafakari upya, lakini lazima tuweke mkakati wa kupata maeneo ya kutosha, kwanza ya uhifadhi, lakini pili kwa uzalishaji, kwa lengo la kuzalisha chakula maradufu ya tunachozalisha leo,
lakini pia kwa sababu za kiusalama. Na wilaya ya Songea itakuwa ya kwanza sasa kuhakikisha kwamba tunatenga eneo kwa ajili ya JKT. Tutumie maeneo hayo kuzalisha chakula ambacho kitalisha Watanzania, kitalisha wapiganaji, na tutauza tena Zambia, Malawi, Msumbiji, tutapata fedha za kigeni. Akimwakilisha mkuu wa majeshi nchini Brigedia Jenerali Abubakar Charo amewataka vijana wahitimu wa mafunzo ya kujitolea nchini kujiepusha na vitendo vitakavyopelekea kuhatarisha afya zao. Jiepusheni na masuala ya kutumia vilevi kupita kiasi ama kutumia madawa ya kulevya. Wengi wamepotea katika masuala kama hayo. Wakati huo huo, tukumbuke falsafa ya kazi iendelee, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Napenda kuwaasa kuwa nidhamu ikawe ndiyo silaha pekee dhidi ya jambo lolote litakalokuwa mbele yenu. Pia yale yote mliojifunza kipindi chote cha mafunzo yenu mkaendeleze huko mwendapo katika vikosi mtakavyopangiwa. Awali akielezea hali ya mafunzo kwa mgeni rasmi, mkuu wa kikosi cha jeshi 842 JKT Mlale, Luteni Kanali Godwin Mapunda amesema wahitimu wa mafunzo ya awali ya kijeshi ya operation miaka 60 ya Muungano wamepata mafunzo mbalimbali yaliyowajengea nidhamu, uzalendo, kujiamini na utimamu wa mwili. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili malengo ya kozi hii yaweze kutimia, vijana hawa wamefundishwa masomo mbalimbali ya ukakamavu ambayo yamewajengea nidhamu, uzalendo, kujiamini, utimamu wa mwili, na kwa sasa wataanza rasmi awamu ya pili ya mafunzo katika nyanja za stadi za kazi, stadi za maisha pamoja na fundi stadi kwa muda wote wa mkataba uliobakia. Pia kuna juhudi binafsi ambazo zinawekwa na wakufunzi wetu katika kutufundisha sisi kama vijana kuweza kujitegemea endapo tutamaliza mafunzo katika vikosi vyetu vya jeshi. Kutoka kwenye viwanja vya 842 KJ JKT Mlale, kambi ya jeshi iliyopo halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Innocent Horomo, TVE Habari. Vijana nchini wameshauriwa kuepuka ushawishi wa aina yoyote kutoka kwa mtu ama kundi la watu kwenye lengo la kuwatumbukiza kwenye dimbwi la tabia hatarishi kimaadili ambazo huzalisha machafuko, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Shalom Robert kutoka Mafinga anaripoti zaidi. Akifunga mafunzo hayo, Brigadier George Itangare amewashauri vijana kutumia vyema mafunzo hayo kwa kuepuka ushawishi wa aina yoyote wenye lengo la kuwataka vijana kuwa chanzo cha ghasia, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Niwakumbushe kila mmoja wetu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambapo mwezi Oktoba Watanzania wote tutashiriki katika kuchagua viongozi, ikiwa katika ngazi ya madiwani, wabunge na rais. Kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura atumie haki yake ya msingi kupiga kura kuchagua viongozi. Aidha, tujitahidi kudumisha amani na utulivu katika kipindi hicho muhimu kwa taifa letu. Ni imani yangu kuwa mafunzo mliyopata mtakuwa sehemu kubwa ya kuhakikisha kuna kuwepo na amani wakati wote. Awali akimkaribisha mgeni rasmi mwakilishi wa mkuu wa JKT Kanal Amos Molo akatumia fursa hiyo kutoa neno la ushauri kwa vijana. Napenda kuwaasa kuwa nidhamu ikawe ndio silaha pekee dhidi ya jambo lolote litakalokuwa mbele yenu. Pia yale yote mliojifunza kipindi chote cha mafunzo mkayaendeleze huko mwendako katika vikosi mtakavyopangiwa. Naomba niendelee kusisitiza hadhira hii kuwa mafunzo ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa ni nguzo muhimu sana kwa taifa letu kwa ajili ya kuandaa viongozi waadilifu na wazalendo kama ambavyo ilifanyika katika viongozi waasisi wa taifa hili. Mtazamaji, ushauri huu umetolewa na Brigadier George Itangare wakati akifunga mafunzo ya miezi 4 ya mafunzo ya awali ya kujitolea operation miaka 60 ya Muungano yaliyofanyika Mafinga JKT kikosi 841.
Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata watuhumiwa 214 kwa makosa mbalimbali ambapo wamepatikana na hatia na kuhukumiwa na kutumikia adhabu kwa kipindi cha miaka 4. Taarifa Daniel Sibelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Kamanda wa polisi mkoani Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Saka Benjamin Kuzaga amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mafanikio waliyopata kwa kipindi cha miaka 4 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na operesheni mbalimbali zinazofanywa na jeshi hilo. Polisi mkoa wa Mbeya linajivunia sana mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuyapata katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu hii ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo tunaposema kujivunia mafanikio makubwa tuliyopata katika mkoa wa Mbeya ni katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja za rasilimali watu, rasilimali vifaa, majengo, na mafanikio mengine ni katika kuzuia na kupambana na uhalifu na kuzuia na kudhibiti ajali za usalama barabarani. Katika hatua nyingine, Kuzaga ameongeza kuwa tukio la watu 7 wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa ya mauaji baada ya kufikishwa mahakamani na kukutwa na hatia. Mfano, watuhumiwa wapatao 7 walipatikana na hatia ya kunyongwa mpaka kufa kutokana na matukio ya mauaji. Lakini watuhumiwa 23 wa matukio ya kubaka ambayo ni makosa ambayo kwa kweli tunakabiliana nayo kwa kiwango kikubwa pamoja na kulawiti walipatikana na hatia ya kifungo cha maisha gerezani. Na vile watuhumiwa 21 wa matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha au kunyang'anya kutumia nguvu, hawa pia walipatikana na hatia na walifungwa kifungo cha kwenda jela miaka 30. Aidha, Kuzaga ameongeza kuwa jeshi hilo limefanikiwa katika nyanja mbalimbali kutokana na vifaa lililopata ikiwemo magari 14 na pikipiki 11 ambavyo vimesaidia katika kuimarisha hali ya ulinzi na usalama mkoani humo. Tumeyapata ni kwamba kwa kipindi hiki cha miaka 4 vitendea kazi kwa maana ya magari tumepata magari mapya 14, pikipiki 11. Kwa hiyo hii ni sehemu kubwa sana imetusaidia sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba tunafika maeneo mbalimbali na tunawafikia wananchi kwa wakati na kuhakikisha kwamba tunaweka hali ya usalama kwenye maeneo yao. Upande wa usalama barabarani pia tumeweza kupunguza ajali za barabarani kwa 2.8, ambapo sasa hii inachangiwa na nini? Inachangiwa na vifaa kazi ambavyo tumevipata ikiwemo magari kama nilivyosema, magari ya highway patrol. Nikiripoti kutoka mkoa wa Mbeya, ni mimi Daniel Smelta, TVE Habari. Mtazamaji, hii ni TVE Habari. Mimi ni Seda Nasor. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa yetu ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Serikali kuendelea kuweka nguvu katika masuala ya ujenzi wa miundombinu kuchochea ukuaji wa uchumi na uwekezaji.